Leo hii mzigo wetu unaanzia hapa Uswahilini. Tunamuona nani? Tunamuona huyu mwanamama bwana. Siwezi amini kwamba leo hii aliwakusanya wapangaji wake wote na moja kwa moja ni kwamba alikuwa anawapa sheria mpya bwana. Na alikuwa anadai kuwa sheria ya kwanza ni kwamba kodi inapandishwa. Kwa sababu gani? Sasa maisha yamepanda bei, ni kwamba huko barabarani nauli zimepanda bei, mafuta yamepanda bei, kwa moja kwa moja yeye kwenye nyumba yake anaongeza bei bwana. Na kitu cha pili alikuwa anadai kuwa saizi kuingia chooni mwisho mara moja bwana. Hataki amuone mtu anaingia chooni mara mbili. Akikuta huyo mtu mwenye anaingia chooni mara mbili moja kwa moja anamtimua hapa na kodi yake afanyeje? Amrudishie. Na kitu cha tatu alikuwa anadai kuwa yeye hahitaji ndugu bwana. Kama amekupangisha wewe peke yako, basi moja kwa moja inabidi ukae peke yako kwenye nyumba yake bwana. Hataki usije ndugu aje kutembelea, si marafiki. Hawa hawataki bwana. Kwa moja kwa moja kana hapa sheria zake mpya. Hawa wapangaji wake bwana waweze kufanya, waweze kutimiza. Akasema nitaka kusahau kitu cha muhimu. Naomba mpate kutambua saizi kurudi huku kwangu mwisho saa 4. Sitaki mtu aweze kuzidisha zaidi hapo. Mwenye akichelewa kurudi zaidi ya saa 4 basi moja kwa moja ni kwamba mimi ndafunga mlango bwana. Atalala huko alikotoka bwana. Na mwenye akizifuata hizo sheria zangu basi moja kwa moja mimi tutaenda naye sambamba. Lakini wale wanaopuuza jambo bali litaweza kuwakuta. Ndawachezeshia kichapo na moja kwa moja ndawatimua kwenye nyumba yangu. Unaambiwa mwanamama ni kaksi hadi sio poa bwana. Basi bwana tunaona siku iliyofuata tunamuona bidada hapa anaenda kwa jina la Nenye bwana. Na hapa moja kwa moja alikuwa na huyu rafiki yake anaenda kwa jina la Manyi bwana. Moja kwa moja kama ametimba zao hapa, lakini huwezi amini kwamba walimkuta mwanamama anaongea na simu. Sasa binti yangu umesema unakuja na mkwe bilionea. Njoo naye bwana. Nisikia kuwa mume wako amenunua Range saizi. Najua unajua hapa mtaani kuna watu yani hawaolewi. Visilani tu vimewajaa yani kukaa tu nyumbani, hata kusema watafute wanaume matajiri. Bora hata wewe mwanangu ulibahatika kupata mwanaume tajiri mwenye mapesa yake, mwenye malenji. Kuna watu wanapata shida huko. Kutwa tu kuzurura kuiba wanaume wa watu. Uwezi amini kwamba mwanamama akana tupa hapa vijembe bwana. Na hapa moja kwa moja alikuwa anatupa vijembe kwa nani? Kwa bidada Nenyi pamoja na bidada nani? Na bidada Manyi bwana. Bidada Manyi akaanza kushangaa, mambo gani ya jamani? Kwa sisi mtoto wake kama ameolewa na bilionea yanatuhusu nini? Sasa maisha ya mtoto wake. Si mdu ukifika kuolewa tutaolewa bwana. Unajua mwanamama na matatizo yake huyu. Sije na shida gani? Sasa usiongee sana sija kasikia bwana. Si unajua tena. Akamwambia ukija uje na mko wangu bwana nije nimuone, maana kuna watu hapa anachonga sana. Kazi tu kusema watu yani kuolewa hata violewi kudadeki zao hawa. Moja kwa moja Nenye pamoja na mwenzake kana ingia zao ndani. Akamwambia nyenye vipi? Mmetoka wapi? Muda msosi huyu na maana mjapika chochote kitu. Asa masi bado hatujapika, ndio kwanza tumetoka sokoni. Asa kwa nini mnachelewa kupika? Au mnataka mninyime hivi vyakula vyenu vyenye mnapika? Asema hapana bwana mama, tukipika vyakula tutakuletea. Uweze amini kwamba mwanamama ni balaa bwana. Nataka moja kwa moja ni kwamba wapangaji wake wakipika vyakula moja kwa moja waweze kufanya, waweze kumpatia na yeye aweze kuonja bwana. Noma sana. Basi bwana tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona nani? Tunamuona bidada hapa Nenye na nani? Na mwenzake bwana kama ametulia zao hapa. Wakati moja kwa moja kama ametimba huyu mshikaji. Huyu mshikaji anaenda kwa jina Lebuka bwana. Na huyu mshikaji alikuwa ni mpangaji mpya kwenye hii nyumba ya mwanamama. Alipofika tu moja kwa moja mwanamama kama amempokea. Akasema wewe vipi tena? Akasema mimi ndo mpangaji mpya. Uweze amini kwamba mwanamama alicheka kinoma noma. Alicheka hadi sio poa bwana. Akasema ni ndo mpangaji mpya. Nikajua labda mpangaji labda ana hela huko. Ni mtu linalojiweza. Kumbe niwe kalungu yeye kabisa, unaonekana kachwala tu wewe. Hivi unafanya kazi gani wewe mpuzi wewe? Uweze amini kwamba mwanamama moja kwa moja akaanza kumsema nani? Akaanza kumsema mshikaji bwana. Akasema cheki ulivovaa yani. Hivi kwani utaweza kulipa na kodi yangu kweli wewe? Maana umelipa kodi ya miezi miwili tu. Hiyo nyingine utalipa kweli wewe? Lakini mshikaji akasema mama, kodi sio tatizo. Mimi ninachotaka moja kwa moja niweze kukaa. Sasa kwa nini unaanza kunisema hivyo? Kwa mama unachagua wapangaji wa kuweza kukaa kwenye nyumba yako. Akasema wewe usinijibu hivyo mpuzi, nini kudadeki zako. Unajui mimi ndo mama mwenye nyumba, Usiniletee vya kuleta hapa, ndakuchezea kichapo. Kwanza unaweza kupiga deki wewe hapo ulipo. Humu ndani kila mtu ana zamu yake ya kufanya usafi. Kwa hiyo inabidi ujiandae kuamka saa 10 usiku na kuanza kufanya nini? Na kuanza kufanya usafi chooni. Ndio kitu ninachokitaka mimi. Lakini bidada akasema mama, vipi? Mtu ndio kwanza amehamia leo hii unaanza kumpa masharti yote hayo. Kwani lakini si mwache aingie kwenye chumba chake aende akapumzike. Akasema wewe unajibu Nenye. Wewe ndio kunijibu mimi. Mmesahau kwa mimi ndio mama mwenye nyumba yako. Na kuchezea kichapo. Akasema hapana bwana mama, unazingua bwana. Mtu ndio kwanza amehamia leo hii. Mwacha aingie kwenye chumba, baadaye ndio utampa masharti yote hayo. Mtu hata jamii unaanza kumsema si maskini, si nini. Ulitaka tajiri aje? Unafikiri kuna tajiri gani mwenye atakuja atakaye kwenye nyumba yako yenyewe uchwala hii? Nyumba yenyewe kimaskini imetoboka inavuja, lakini bado unapiga kelele. Akasema hebu chunga kama mdomo kwako kudadeki zako. Wewe una nyumba kama hii, babako ana nyumba kama hii. Ingekuwa nyumba imetoboka ungekuja ukaa wewe hapa kudadeki zako wewe. Kudadeki afu tena umenikera sana kitendo cha kuweza kunijibu mimi. Unanijibu mimi? Nikwambie je masuala kunijibu mimi? Sasa umeyakoroga kudadeki zako. Nenye akamwambia mama, kama unakosea kwa mimi sikujibu. Akasema bado unaendelea kujibu. Akasema sio vizuri bwana. Mshikaji akasema basi jamani aishe. Mimi niko sawa. Mama akasema wewe unanitania, umewaponza wenzako. Ni maponza nini bwana? Sio vizuri bwana, unatuchosha. Yaani kila muda tu makelele. Unakuwa kama shetani mwenye mguu mmoja. Njoo tuzichape kama wewe mbabe bwana. Bidada kainuka pale akasema unainuka? Upigane na mama mwenye nyumba? Jamani wewe, utaona kudadiki. Sasa kwa taarifa yako leo hii nakata umeme siku 3 hakuna kupata umeme. Wewe unanitia unataka upigane
na mimi. Sasa umewaponza wenzako, umeme siku 3 hakuna, mtalala giza. Uweze amini kwa mwanamama moja kwa moja kwa kosa lenye amefanya bidada, anadai kuwa atakata umeme na siku 3 atakaa giza bwana. Na moja kwa moja ni kwa mwanamama kama mfanyeje, akamondoka zake bwana. Majirani walivyosikia tu umeme kukata, ilibidi wasogee bwana, waanze kuuliza jamani, shida ni nini tena jamani, kwani mmemchukuza mama mwenye nyumba? Mshikaji ilibidi afanye aweze kuomba msamaha, na yeye ndio chanzo cha yote mpaka amefanya ameweza kupata adhabu wenzake ya kuweza kufanya kuweza kukatiwa umeme siku 3 bwana. Bidada akasema mwache akate, mpuzi nini huyu, kila siku anatuzoea tu mama, tukiendelea kumchekea huyu atatuona si makopo, atatushika sana masikio. Tunatoa kodi lakini bado anaendelea kutuletea za kutuletea hapa. Ametupandishia kodi ametupa masheria yake ya ajabu eti chooni kuingia ni mara moja tu. Haya, siku ya kupika kuku ni siku ya sikukuu tu, afu mnataka tuendelee kumkalia kimya huyu? Atazoea huyu, inabidi tuweze kuandamana bwana. Haiwezekani, anatunyanyasa bwana, tunatoa kodi zetu sisi. Aisee, ilikuwa ni hatari bwana. Basi bwana, tunakuja upande wa pili, tunamuona nani? Tunamuona mshikaji hapa. Nani mshikaji hapa? Ibuka bwana, alikuwa na nani? Na huyu rafiki yake, ambaye huyu rafiki yake ndiye aliyemtafutia nini, aliyemtafutia hii nyumba bwana. Lakini uweze amini kwamba Ibuka akanauliza, mwanangu vipi sasa, hela yote yenye nilikupa ile mwanangu ndio umenitafutia nyumba namna hii? Nyumba gani hiyo ulionitafutia? Yaani nyumba yenyewe visilani vitupu. Nafika tu kwenye hii nyumba nimepokelewa na matusi. Mwenye nyumba ananitukana, sijui eti mimi maskini, si mimi uchwala, sijui mimi kalungu yeye, sijui mimi mwizi. Akasema wewe tulia bwana, huyu mama mwenye nyumba wewe ajana nini bwana, hajakuzoea. Akikuzoea usiwe na wasiwasi, anaweza kukuachia hata kodi miezi 3 usilipe. Mama mwenye nyumba huyu ana roho nzuri sana bwana, rafiki yangu, usiwe na wasiwasi. Akasema hapana bwana, nisiwe na wasiwasi kivipi bwana, yaani mimi kodi yangu ikiisha moja kwa moja naondoka kwenye nyumba, siwezi nikakata kidogo. Basi moja kwa moja ni kwamba mshikaji alikuwa amemind hadi sio poa bwana, alikuwa anadai kwa kodi yake ikiisha anaondoka kwenye hii nyumba bwana. Basi moja kwa moja tunakuja upande wa pili, tunamuona mwanamama. Siwezi amini kwa mwanamama kila siku anaongea na nani? Anaongea na mtoto wake bwana, na alikuwa anadai kuwa mtoto wake asije kurudi huku bila mwanaume mwenye pesa bwana. Sasa unaambia mwanamama anapenda pesa kinoma noma, kwa anataka binti yake huko aliko aweze aweze kuja na mwanaume mwenye pesa bwana, maana tayari amesambaza taarifa huko mtaani kuwa binti yake huko kwenye yupo ni kwamba ameolewa na tajiri, ana pesa hadi sio poa bwana. Kwa mwanamama pesa yote yenye akihitaji moja kwa moja anatumiwa na nani? Anatumiwa na binti yake. Kwa moja kwa moja ni kwa mwanamama akana msi binti yake afanyeje, asiweze kurudi huko bila huyo bilionea bwana. Basi moja kwa moja ni kwa mtoto wake akawa amekata simu pale. Mwanamama alikasirika, sasa mambo gani ya kudadeki zake, inabidi arudi na mwanaume bilionea hapa. Mimi nimeshaambia watu kuwa mwanangu ameolewa na bilionea hapa, yeye ananiambia si masuala kuachana yeye na mpenzi wake, mimi hayo yanihusu. Mimi ninachotaka mwanaume bilionea wa asili hapa. Basi bwana, tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona mwanamama bwana kama moja kwa moja amefanya ameenda kumgongea mshikaji bwana. Na uweze amini kwa ni saa 10 usiku. Mshikaji ilibidi afungue mlango, akamwambia mama, shida nini? Akamwambia shida nini? Na maana wewe juu kwa zamu yako imefika. Zamu yako imefika, inabidi uende ukafanye usafi kule chooni bwana. Uweze amini kwa mwanamama alikuja kumwamsha mshikaji saa 10 usiku bwana, na alikuwa anadai kuwa aweze kwenda kufanya usafi kule chooni bwana. Na akamwambia afanye haraka kudadeki zako, mimi nakusubiria pale nje ndipo zangu nafanya mazoezi. Haraka bwana. Lakini mshikaji akamwambia mama, sasa usiku saa 10 nitafanya kesho. Utafanya kesho kivipi bwana? Hebu amka haraka. Nimekwambia utanikuta pale nje nafanya mazoezi. Chapu kwa haraka, nenda kadeki kule chooni niweze kuingia mimi bwana. Kwa mshikaji alishangaa kinoma noma bwana. Na uweze amini kwa mwanamama alitulia zake hapa nje bwana, anafanya mazoezi. Anasema kuna deki inabidi nipige tizi, maana wapangaji hawa naona kabisa anaanza vya kunizoea. Nikipiga tizi nikimanda kuna deki hakuna mtu akunitisha, kupiga ngumi tu nikupiga jebu. Nakuja nampa shingo, nampa kidevu kudadeki. Afu mpuzi, fanya haraka huko kudadeki zako, nataka niingie chooni. Afu kale kanenye kale ndo kanadai sana, kana nguvu kale, ndakuja nikapasue mimi kudadeki zake. Wewe mpuzi, fanya haraka huko. Basi bwana, tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona mwanamama akanapanga mambo yake bwana. Na hapa moja kwa moja kwanza yani hapa naongeza kodi kudadeki, maisha yamepanda saa hizi. Kodi saa hizi lazima niwaongezee hawa, hawataki wanaacha. Hela umeme saa hizi watakuwa wanalipa 60,000 kudadeki. Yani kwa mwezi wanalipa 60,000. Hawataki na wakatia umeme mwezi mzima kudadeki zao, lazima walipe hela. Maisha saa hizi yamepanda bei saa hizi kudadeki. Yani mafuta saa hizi yamepanda bei, nauli huko zimepanda bei saa hizi. Afu mimi niendelee kuachekea kwenye swala la nyumba, siwezi nikaachekea hata kidogo bwana. Basi bwana, wakati huo tunaona kuna mgeni akawa ameweza kutimba bwana. Uweze amini alikuwa ametimba nani? Alikuwa ametimba bidada Ada bwana. Na huyu hapa ndio mtoto wa nani? Ndio mtoto wa mwenye nyumba bwana. Uweze amini kwa mwanamama alivyosikia tu sauti ya mtoto wake alikuja haraka. Ada mwanangu, vipi umekuja jamani? Binti yangu vipi? Twende ndani bwana, usinaongea na maskini hawa. Moja kwa moja nilikuwa mshike kana anatoka hapa, alishangaa kumuona nani? Kumuona Ada. Ada naye alishangaa kumuona Ibuka. Akasema Ibuka, lazima achana nao maskini bwana mwanangu. Tunajua hata naye ni mke wa bilionea. Lakini uweze amini kwamba bidada Ada pamoja na mshikaji Ibuka ni watu ambao wanafahamiana bwana. Ni kwa mwanamama alimkata jicho mshikaji hapa, akamwambia kaa mbali na mtoto wangu, bwege nini wewe. Lakini uweze amini kwamba mshikaji kile kitendo cha kuweza kumuona bidada Ada hapa kilimshtua hadi sio poa bwana. Wakati moja kwa moja kana anatoka nani? Anatoka bidada Nenye. Bidada Nenye kana changaa, nini kinachoendelea hapa? Ni kwamba wewe hapo na Ada mnafahamiana, wewe na mtoto mwenye nyumba mnafahamiana? Mshikaji akamwambia ndio tunafahamiana bwana. Akasema ndio hivyo bwana, inabidi uweze kukaa naye mbali, maana huyo mwenye nyumba akigundua tu kwa wewe na huyo mtoto wake mna ukaribu tayari kibarua unacho bwana. Na baada hapo uweze amini kwa bidada kama ondoka zake bwana. Bidada Nenye huyu ni mama ntilie, anauza zake msosi bwana. Basi moja kwa moja kama ameenda kwenye harakati
zake kama kawaida bwana. Huku ndani tunamuona bidada Ada. Uweze amini kwa bidada Ada akawa anashangaa kinoma noma. Ebuka anatafuta nini tena hapa jamani? Akamwambia mama, mbona nimeshindwa kuelewa huyu mpangaji wako mpya Ebuka huyu ana muda gani toka amepanga hapa? Akasema mpuzi, nikudadeki zako nikwambia uje na mchumba bilionea hapa, unakuja mikono mitupu afu unaanza kuniuliza habari za maskini. Akasema mama, mimi sina nia mbaya bwana, nakuuliza kuhusu Ebuka bwana. Na hizo tabia zako mama mimi sizitaki bwana, za kwanza kuniambia siji mimi nimeolewa sina tajiri, mimi sizitaki. Nimeshawaambia watu hapa mtaani kuwa wewe umeolewa na bilionea au ana mapesa na magari kama yote. Unabidi ufanye jiweze kuactive kwa wewe umeolewa na nani? Umeolewa na bilionea. Masuala kwanza kuniambia siji wewe uko single hapa, mimi siyaelewi hata kidogo bwana. Sasa lakini kwa nini unanifanyia hivyo bwana? Mimi niko single mama. Na mimi sina mtu yote hapa. Nikasema una mtu kivipi bwana? Na mimi ninachotaka wewe uweze kuolewa na mwanaume bilionea. Sitaki mwanangu uweze kuolewa na mwanaume kalungu yeye maskini. Akasema hapana bwana mama, inatosha. Mimi nitachagua mwanaume ninayempenda mimi, ndio nitaolewa naye. Awe tajiri awe maskini, mimi ambaye nitampenda ndio huyo nitaolewa naye. Mimi sitaki kabisa univunjie mahusiano yangu kama ulivyonivunjia mahusiano ya mwanzo. Mahusiano yangu ya mwanzo uliyavunja kwa ajili ya tamaa zako za pesa. Kila siku ulikuwa unataka pesa, kila siku unataka pesa. Akasema lakini mimi si ndio mamako. Chochote mimi nikitaka inabidi uweze kunipatia bwana. Kwa hiyo uweze kuwa na mwanaume tajiri, afu mimi nihitaji pesa usiweze kunipatia. Wewe mpuzi nini? Na ndio maana mimi nataka uweze kumiliki mwanaume tajiri. Ili uweze kuwa na pesa. Mimi chochote ninachokitaka niweze kufanya niweze kukipata kwa wakati. Sasa uweze amini kwamba mwanamama alichokuwa anataka hapa ni kwamba binti yake aweze kufanya aweze kuolewa na mwanaume tajiri bwana. Na inasemekana kwa huyu binti bwana alishaipataga mwanaume tajiri, lakini uweze amini kwamba mwanaume alivyofilisika tu moja kwa moja ni kwamba mwanamama kana dai kuwa huyo mwanaume bidada aweze kufanya aweze kuachana naye bwana. Na bidada naye ilibidi afanye aweze kuachana na huyo mwanaume bwana. Kwa mwanamama ni mzee wa faida, akawa anapiga kelele pale, "Hey jamani, mko wangu amenitumia hela jamani, mko wangu ni tajiri sana. Hey mtoto wangu jamani amebahatika kupata mwanaume mwenye pesa." Bidada akamwambia, "Acha mama bwana, sio vizuri hivyo. Kwani lakini unakuwa ni mwongo hivyo?" Kwa sababu tulia bwana. Kwa hiyo unataka watu wajue kwa hujaolewa na tajiri. Wewe mpuzi, nishakwambia kwa mimi nishawaambia watu kwa wewe umeolewa na tajiri. Kwa hiyo inabidi uwe active kwa wewe umeolewa na tajiri. Tena sio tajiri tu, bilionea na pesa. I say, uweze amini kwamba mwanamama ni njunje kinoma noma. Bidada ibidi atulie tu, maana ndio hivyo, ni kwamba mamake akiamua kitu ndio tayari ameshaamua bwana. I say, ilikuwa ni hatari bwana. I say, basi bwana, tunaona siku nyingine tena hapa tunamuona mshikaji hapa Ebuka bwana. Kama nilivyokuambia kwa bidada yeye anakajisemu chake, anauzia nini? Anauzia msosi bwana. Na hapa moja kwa moja ni kwamba Ebuka alikuwa anataka nini? Alikuwa anataka ukoko wa wali bwana. Akamwambia mimi nenye leo hii sina hela bwana. Kwa moja kwa moja nahitaji nini? Nahitaji huo ukoko wa wali niweke na marage. Moja kwa moja nipatie niweze kufanya niweze kupiga bwana. Lakini mshikaji wakati anaagiza pale moja kwa moja ni kwamba mwanamama kama ameweza kusikia kwa mshikaji anaagiza ukoko wa wali. Akasema ona sasa unaenda kuagiza ukoko wa wali kudadeki zako. Mimi nijua tu wewe ni maskini kudadeki wewe. Tena una bahati sana, mimi nimekustiri kwenye mjengo wangu. Bila mjengo wangu wewe ungekuwa tayari ushapoteana. Sema kaone kule kashamba tazani kanguruwe Baada hapo ni kwamba mwanamama kama ondoka zake bwana. Mshikaji ilibidi moja kwa moja aje upande wa pili kwa nani? Kwa huyo mshikaji mwenye alimtafutia chumba bwana. Ni kwamba mshikaji alikuwa amechoshwa na zile mambo, lakini mwamba alimwambia unajua kabisa vyumba ni bei kumbuka kile chumba unalipia 7,000 unafikiri hapa utapata chumba wapi cha 7,000? Hakuna vyumba vya 7,000 hapa, vyumba ni bei bwana. Kwa hiyo inabidi ufanye jiweze kuvumilia kwenye ile nyumba ili mradi maisha yaweze kufanya yaweze kwenda bwana. Lakini ndio hivyo, ni kwamba mshikaji alikuwa amechoshwa na hizo mambo. Basi bwana, tunaona kitime fulani hivi mshikaji akawa anarudi zake wapi? Anarudi zake home bwana. Lakini uweze amini kwamba kama amekutana nani? Amekutana na bidada nani? Na bidada Nenye hapa. Uweze amini kwamba mshikaji kama amemsimamisha pale bidada Nenye. Na uweze amini kwamba mshikaji kama moja kwa moja ameweza kumuomba bidada urafiki artisti waweze kuwa marafiki bwana. Maana mshikaji ni mgeni hapa, kwa anahitaji rafiki wa kuweza kufanya wa kuweza kupiga naye story. Bidada akamwambia usijali bwana, ni mimi nipo. Tutakuwa tunapiga story mambo fulani hivi amazing kinoma noma bwana. Na ukihitaji msosi wewe usio na wasiwasi. Mimi utakuwa unakuja pale na kupatia msosi. Ukipata pesa utakuwa unanipatia. Si hapa tunaishi kama ndugu, wewe kuwa na amani bwana. Ni kwa mshikaji alifly kinoma noma bwana. Basi moja kwa moja ni kwamba kama ameagana pale, kila mtu akawa amepita zake bwana. Na uweze amini kwa bidada Nenye baada ya kuondoka zake tu akatimba bidada Ada bwana. Akaenda kugonga kwenye chumba cha mshikaji. Kama nilivyokuambia kwa bidada Ada pamoja na mshikaji ni watu ambao wanajuana kinoma noma. Moja kwa moja kwa bidada akapita ndani. Mshikaji anashangaa, "Wewe, vipi Ada? Kilichokuleta hapa ni nini? Na mama yako akikuona?" Akasema, "Hapana bwana, mama hayupo. Nimekuja hapa tuweze kuongea Ebuka bwana. Na pia naomba upate unisamee. Yaani wewe kunitelekeza mimi eti kisa na maisha magumu. Kumbuka mimi nilikuwa nakupatia pesa wewe. Nampatia mama yako pesa, lakini leo mama yako ananitukana, ananinyanyasa kwenye nyumba kisa mimi nimekuwa maskini, si ndio? Kisa nimefilisika. Na ukamuni acha, si ndio?" Aisee, uweze amini kwamba huyu mshikaji pamoja na bidada alikuwa ni watu wenye mahusiano bwana. Na huyu mshikaji alikopiga na pesa kinoma noma aisee, lakini uweze amini kwamba mshikaji baada ya kufilisika na kama amemtelekeza mshikaji na kama amemkimbia bwana. Na baada ya muda bidada anakuja kumkuta mshikaji ni mpangaji wao huku mtaani bwana aisee. Basi moja kwa moja kwa bidada kama amefanya ameondoka zake, maana ndio hivyo, ni kwamba mshikaji hakuwa tayari kuweza kuongea na bidada bwana aisee. Na uweze amini kwamba mshikaji pamoja na bidada Nenye ukaribu wao kwa ni mkubwa kinoma noma bwana. Akawa anapiga zao story usiku hapa. Mwanamama anachungulia dirishani zako dadekea wapuzi wameanza kupendana hapa. Wanataka anza kunijazia vitoto hapa nyumbani, mimi sitaki hata kidogo bwana. Na uweze amini kwamba mshikaji alitoka na bidada bwana na kama ameenda kupiga misere bwana, na hapa moja kwa moja akawa anarudi. Mwanamama kana mlika sasa, nyewe wapuzi kudadeki zenu nyie. Mmeona nyie kujunjana huko ndani haitoshi bwana. Kwa moja
kwa moja mmeenda kunjunjana huko nje, si ndio? Tulikuwa kutembea tembea tu. Wala hatujafanya chochote. Akasema mjafanya chochote, mnadanganya mimi, si ndio? Nyie usiku wa manane mmetoka wapi kama mjatoka kunjunjana huko vichochoroni? Kwa mliona mkijunjana hapa ndani, mimi ndasikia, si ndio? Mimi ndafaidi mkono mwende mkanjunjanie huko, si ndio? Lakini bila akasema mama, jamani, mbona kwa una adabu? Sina adabu kwenye nyumba yangu. Na kumbukeni niliwaambia mwisho kurudi hapa ndani ni saa 4. Nyie mnarudi saa hizi saa 8, saa 9 hii. Na mimi nimeona niwasubirie hapa pa kudadeki zenu ili mje mniambie vizuri mlikopo wapi. Siku ya kesho nina surprise yenu nyie, subirini. Siwezi amini kwamba kulivyokucha tu mwanamama alichokifanya. Akawa ameweza kufunga nini? Ameweza kufunga choo na kufuli bwana. Si ni kwamba amejazana watu hapa nataka waingie choo, lakini huwezi amini kwamba mwanamama amekaza kabisa bwana, hataki kutoa nini? Hataki kutoa funguo bwana. Mshikaji huko ndiye amebanwa, si alikula mlenda. Ni kwamba amebanwa hadi sio poa bwana. Anamwambia mama, please nakuomba sasa tena wewe usiongee hata kuongea. Hii adhabu inakuhusu wewe. Jana mmeondoka zenu kudadeki nyie, mmeenda kutembea tembea, kummechelewa kurudi, mmerudi usiku hapa. Na mimi niliwaambia kabisa mwisho kurudi humu ndani ni saa 4. Na mimi nimefanya hivi makusudi bwana kukukomesha. Si niwaambia kwenda afanyia surprise. Wapangaji wengine akasema mama, sasa hii adhabu si inatuhusu nini? Akasema nawahusu. Bila kama mfika akasema mama, please wafungulie mlango bwana waweze kuingia chooni. Unaona kabisa pale Ebuka ametingwa, mama please mfungulie. Akasema kudadeki zako wewe unaingilia na kuhusu, ndakutandika kofi. Ndakubamanda kofi moja hapa kudadeki zako wewe, ondoka hapa. Mpuzi nini wewe? Mimi nimekwambia sifungui. Mwache achie vitu hapo. Watu wakakasirika pale, walimshambulia mwanamama, pokonya funguo. Chukua funguo nenda chooni huko. Mwanamama pale, leteni funguo kudadeki, hakuna kuleta funguo. Ni kwa mwanamama ni kukamata pale waliomshika ng'ate. Jamani ananing'ata shingo, ananing'ata shingo. Kudadeki wewe natoka na nyama. Naomba niache. Siwezi amini kwamba ilikuwa ni valangati. Hadi sio poa bwana, lakini mwisho wa siku ni kwamba waliweza kumdhibiti mwanamama na wakaweza kufanyaje? Wakaweza kuchukua funguo. Mshikaji akaenda wapi? Akaenda chooni. Basi bwana, siku iliyofuata tunamuona nani? Tunamuona bidada hapa akiwa na mshikaji bwana. Siwezi amini kwamba mshikaji alikuwa anamhadithia bidada historia yake bwana ya maisha bwana. Alikuwa anamwambia bidada kwa yeye hapo mwanzo alikuwa na pesa kinoma noma, lakini aliweza kufilisika bwana. Na bidada kana muuliza, mmefahamiana wapi wewe na Ada bwana? Mshikaji bidada aweze kumwambia kuwa Ada alikuwa ni mpenzi wangu bwana, tulikuwa tunapendana kinoma noma bwana. Lakini uweze amini kwamba mwisho wa siku mimi baada ya kufilisika, yani kwamba Ada alifanyaje? Aliweza kunikimbia bwana. Akana msimulia bidada hapa kipindi wako na mahusiano na nani? Na bidada Ada bwana. Siwezi amini kwamba mshikaji alikuwa anamzingatia bidada kinoma noma, hususan mama yake. Alikuwa anampa pesa pale, mama yake anamtumia mazawadi mama yake na bidada kama yote. Ni kwa bidada kila kitu alikuwa anakihitaji kwa mshikaji, ni kwamba alikuwa anakipata kwa wakati na mshikaji alikuwa anamzingatia kinoma noma. Baada tu ya yeye kuweza kufilisika, bidada alifanya aliweza kumkataa na akaweza kumtelekeza bwana. Siwezi amini kwamba hii story bidada ilimuuma kinoma noma. Akasema jamani, hivi kumbe kuna wanawake wana roho mbaya kiasi hicho? Licha kulikuwa unamjali mama yake, unamjali yeye, lakini bado akaja kukuacha. Akasema mwenyewe sielewi bwana. Lakini ndio hivyo, ni kwamba mwisho wa siku aliweza kuniacha na kunitelekeza. Basi mshikaji alimsimulia bidada kila kitu na bidada kama ameweza kufanya, kama ameweza kumuelewa mshikaji bwana. Basi uweze amini kwamba mshikaji pamoja na bidada uhusiano wao kama mkubwa kinoma noma bwana. Kwa bidada alikuwa anamletea supu hapa mshikaji na mshikaji akawa anakula bwana na jenga shavu. Hebu twende chumbani bwana, si akatukuta mwenye nyumba hapa. Unajua tena alituambia kupika nyama humu ndani mpaka siku ya sikukuu. Basi moja kwa moja ni kwamba kama ameingia zao ndani bwana. Huku pande pili tunamuona Ada bwana, kana shuhudia kila kitu bwana, ukaribu wa nani wa mshikaji pamoja na nani na bidada Nenye. Na baada ya muda bidada Ada alimtimbia Nenye bwana. Nenye akanafika hapa na shangaa, anamkuta nani? Anamkuta bidada. Akamwambia vipi, unahitaji huduma? Akamwambia mimi nahitaji huduma yako. Mimi sihitaji huduma yako hata kidogo bwana. Sasa kwa kilichokuleta hapa ni nini? Sasa kilichonileta hapa nataka nikwambie, kaa mbali na Ebuka. Ni wa kwangu mimi, sio wa kwako wewe bwana. Nakuona kabisa unamgandaganda Ebuka. Kila nakwenda huku unamfuata. Akienda huku unamfuata. Mimi sitaki hayo mambo bwana. Naomba kae mbali na Ebuka. Akamwambia wewe leo hii ndo kumjali Ebuka pamoja na kumtelekeza. Sasa masuala mimi kumtelekeza Ebuka kuhusu. Nachokutaka tu uweze ukaa mbali na Ebuka. Mimi nitakuja nikupasue. Yule ni mtu ambaye nampenda. Japo kwa tuliachana, lakini bado mimi nampenda. Tena nampenda sana tu. Kwa naomba upate ukaa mbali. Aisee bidada alicheka kinoma noma. Asema dunia simama nishuke jamani. Hivi leo una upendo kweli? Huo si upendo, huo ni utaperi. Wewe ulikuwa ni taperi bwana. Wewe kumpenda Ebuka hata kidogo bwana. Wewe ulichopenda ni mali zake, ndio maana Ebuka alivyofilisika tu moja kwa moja uko umemkimbia bwana. Alafu leo unasema eti mimi nikae mbali na Ebuka. Kwa taarifa yako mimi nampenda Ebuka. Na Ebuka ni wa kwangu tu. Na nitaenda naye popote anakoenda. Sasa alimpa kofi. Sasa unanipiga kofi, akampa kofi na yeye sasa wakakamatana pale kudadeki. Ni ndindo zikaanza pale. Kudadeki wewe, mimi nakuua. Sasa mwanamama katimba paka nini? Nani anampiga mtoto wangu? Mwanamama akasema utaama kwenye hii nyumba kudadeki zako. Mshikaji akasema lakini mtoto wako ni mkorofi. Mwambie aweze kukaa mbali na mimi bwana. Mshikaji kama mchukua pale bidada akawa anaondoka zao bwana. Bidada akasema kudadeki zako wewe, tutakutana siku nyingine bwana. Ada anataka afuate pale mama akamzuia. Akasema mpuzi, kudadeki zako wewe. Wewe ndio mwanaume kumlilia yule. Hebu tuende ndani. Akasema hapana mama, mimi nampenda Ebuka. Akasema unampenda Ebuka, kudadeki zako, hebu tuende huko. Sasa uweze amini kwa mwanamama akambeba nani? Akambeba bidada taxi bega bwana. Sasa moja kwa moja ampeleke wapi? Ampeleke
ndani bwana, maana aliona mtoto wake anaanza mambo ya ujinga bwana. Sasa uweze amini kwamba mwanamume alivyotimba ndani alimwashia moto kinoma noma bwana, lakini bidada alikuwa anadai kuwa yeye anampenda nani? Anampenda Ebuka bwana, hawezi kuishi bila nani? Bila Ebuka bwana. Mwanamume alikasirika kinoma noma, akasema unasema hiyo alimpa kofi. I say uweze amini kwamba mwanamama hakupendezwa na hichi kitendo chenye bidada ameweza kukifanya bwana, chaweza kumpenda nani? Kumpenda Ebuka bwana, wakati anajua kabisa kwa Ebuka ni kalungu yeye bwana, ana pesa hapo alipo bwana. Na uweze amini kwamba siku iliyofuata mwanamume akawa amekuja na migambo hapo, mwizi huku dadeki zake amenibia pesa zangu, ameingia chumbani kwangu amebeba pesa, mgongeni mwaweze kutoka. Sasa mshikaji kana anatoka, jamani nini mama, kuna shida gani? Asa wewe ni mwizi bwana, umenibia pesa zangu, nataka pesa zangu, nimekuja na migambo hapo tuweze kukutoa. Asa pesa zako mimi sijabeba. Sasa ngoja niingie huko chumbani kwako bwana, umeficha hela wewe. Aisee uweze amini kwa mwanamume kama ingia zake mle chumbani bwana. Sasa naweza amini kwa mwanamama baada ya muda kama ametoka na suruali ya mshikaji na pesa. Sasa sisi hapa pesa nimezikuta kwenye suruali huko. Nilimwambia kabisa huyu mtu ni mwizi, lakini bidada akamwambia mama wewe ni muongo bwana, hizo pesa umeweka mwenyewe. Akasema mimi nimeweka saa ngapi hizi pesa? Mimi sijaweka hizi pesa bwana, nimezikuta kwenye suruali yake. Huyu amenibia pesa mimi. Lakini bidada akasema hapana bwana mama, wewe ulivyoingia huko ndani umeenda kuweka hizo pesa bwana, usitufanye si watoto. Akasema hebu naye tulia na kamdomo kako waka kama kasuku kudadeki zako wewe. Afisa ndio bwana, hiyo pesa mama umeweka mwenyewe bwana, usitufanye si watoto, hiyo pesa umeweka mwenyewe. Akamwambia mwanangu wewe wananibishia, hebu niangalie mwanangu, waambie huyu mpusa hajaiba pesa huyo. Mwanamke kana mminyia macho pale, akamwambia mwanangu hebu sema kweli ameiba pesa. Sema mwanangu niokoe hapa mwanangu. Sasa mwanangu vipi? Hebu waambie. Akasema mama sijui chochote. Sasa kwa mwanamama alichanganyikiwa kinoma noma, akasema mtoto wako mwenyewe anakukataa. Sasa mwanangu hebu njoo mwanangu, hebu waambie kila kitu. Akana mminyia pale ada macho ili ada aweze kusema uongo, lakini uweze amini kwamba ada aligoma kabisa kusema uongo bwana. Akasema mama sijui chochote bwana, huyo kaka ameiba pesa za ngapi? Na mama kwa nini unakuwa mambo ya ajabu hivyo? Sasa mwanangu unanikataa na wewe kudadeki zako, tutakutana baadaye kudadeki wewe. Yaani unanikataa mimi, unaacha kunitetea mamako. Tokeni na nyie kudadeki zenu bwana. Wapuzi ni nyie. Ndio mnanishambulia kiasi hicho, tazani mimi mwizi. Asena baada hapo nilikuwa mwanamama akawa ameondoka zake bwana kwa aibu. Maana ndio hivyo ni kwamba lile lengo lake likali limeshindikana bwana. Moja kwa moja ni kwamba mshikaji alilalamika kinoma noma bwana. Mshikaji kwa mambo gani tena? Huyu mwanamama ana shida gani? Basi bwana siku ya leo moja kwa moja tunamuona mshikaji akawa ameitwa na nani? Akawa ameitwa pale moja kwa moja na nani? Na bosi mwenye nyumba bwana. Huyu bosi aliondokaga zake, aliendaga zake wapi? Marekani bwana. Kwa moja kwa moja ni kwamba alikuwa mlinzi ambaye ni nani? Huyu mshikaji ili aweze kulinda hii nyumba bwana. Sasa na aweze amini kwamba mshikaji leo hii alikuwa anampa ongea kuweza kuitunza hii nyumba bwana. Sasa na alimwambia kuwa leo hii aweze kusema chochote anachokitaka bwana, yeye moja kwa moja atafanya, ataweza kumfanyia. Na mshikaji moja kwa moja aliona hii ndio fursa aweze kumwambia bosi kile kitu anachokihitaji bwana. Sasa uweze amini kwamba mshikaji alimwambia bosi kuwa bosi, mimi hapa nipo, nahitaji nini? Nahitaji pesa bwana. Unajua mimi kabla sija mlinzi huko nyuma nikupigia tajiri bwana. Kwa moja kwa moja niweze kupata matatizo na moja kwa moja nikaweza kufilisika. Na ndio maana nakuta sasa na maisha magumu hivi. Kwa bosi nahitaji pesa niweze kufungua kampuni yangu na moja kwa moja niweze kuendelea na maisha yangu bwana. Sasa nilikuwa mshikaji aliweza kumsimulia huyu tajiri kila kitu kilichomsibu kwenye maisha yake bwana. Sasa naweza mimi wakati naenda kupiga story pale moja kwa moja nilikuwa mlango ukawa umeweza kugongwa bwana. Basi moja kwa moja nilikuwa mshikaji akaenda kufungua mlango bwana. Sasa uweza amini kwamba aliweza kutimba. Alikuwa ni bidada nani? Bidada Nenye bwana. Sasa naambia bidada Nenye alimletea mshikaji msosi bwana. Sasa lakini uweza amini kwamba mzee baada ya kumuona bidada Nenye alishtuka kinoma noma. Na bidada Nenye baada ya kumuona mzee hapa naye alishtuka kinoma noma bwana. Sasa nilikuwa bidada Nenye pamoja na mzee hapa wanafahamiana kinoma noma bwana. Sasa nilikuwa bidada alikasirika hadi sio poa bwana. Akamfanya akameachia msosi pale chini na moja kwa moja kama ametoka nduki. Mshikaji anashangaa Nenye. Moja kwa moja nilikuwa mshikaji ilibidi afanye aweze kumfuata Nenye. Akamwambia vipi, unafahamu anapoishi? Akamwambia ndio bosi, nafahamu anapoishi bwana. Sasa basi moja kwa moja nilikuwa mshikaji ilibidi aweze kuletwa huko moja kwa moja ambako bidada Nenye anafanya anaishi bwana. Bidada Nenye ametulia zake hapa anashangaa dingi ametimba bwana. Sasa uweze amini kwamba dingi yake nani? Dingi yake Nenye bwana. Sasa na Nenye alimwashia moto kinoma noma. Sasa kilicho kuleta hapa ni nini? Wewe ulitelekeza. Lakini dingi aliangalia mazingira yenye anaishi mtoto wake, akasema mwanangu, babako na pesa na kila kitu, naishi maisha namna hiyo. Sasa ndio maisha yenye naishi mimi, nimeridhika. Nimeshazoea kabisa bwana. Kuliko nije nikae na wewe mtu katili wewe. Ukanitelekeza mimi na mama yangu katuacha. Wakati mmoja kwa moja katimba mshikaji bwana. Sasa akakuta songo mbingo linaendelea hapa sasa. Asante ulinitelekeza mimi na mama yangu nikiwa na miaka 13 afu leo hiyo unarudi. Tunasema mimi ni binti yako. Ni binti yako mimi? Mimi sio binti yako hata kidogo bwana. Naomba upate kuniacha na naomba upate kuondoka. Naomba ukae mbali na mimi bwana. Sasa uweze amini kwamba dingi alikuwa anamuomba msamaha nani? Kumuomba msamaha bidada bwana. Uweze amini kwamba bidada mamake alishapotezaga maisha bwana. Sasa na hapo nyuma ni kwamba huyu alikopiga ni babake nani na bidada. Lakini mzee aliondokaga aliendaga Marekani bwana, kama ameweza kuitelekeza familia yake bwana. Na leo ndiye anakutana na binti yake. Sasa ni kwa bidada yeye hakuwa tayari kuweza kumsikiliza tajiri bwana. Sasa moja kwa moja kama aondoka zake. Mwamba ilibidi aweze kumuomba Ebuka pale aweze kuongea na mtoto wake, na mwisho wa siku ni kwamba mtoto wake aweze kumuelewa dingi yake bwana. Na baada hapo moja kwa moja ni kwamba dingi akamfanya kama aondoka zake bwana. Sasa uweze amini baada ya siku kadhaa tunamuona mshikaji maisha yake ni mazuri kinoma noma. Ni kwamba mshikaji pamoja na bidada wanapendana saizi hadi sio poa bwana. Kwamba alikuwa na enjoy, wanakula vitu fulani hivi amazing hadi sio poa bwana. Na ukaribu wao kaendelea kuwa mkubwa hao watu wawili bwana. Na uweze amini baada ya wiki mbili kuweza kupita tunamuona bidada hapa pamoja na mshikaji bwana. Sasa uweze amini kwamba mshikaji pamoja na bidada waliweza kutimba kwa mtaji bwana. Sasa ni kwamba dingi alimuomba mtoto wake msamaha na mtoto wake naye alifaije? Aliweza
kumsamehe Dingi bwana. Ni kwamba bidada aliona moja kwa moja aweze kumsamehe babake, na mwisho wa siku ni kwamba maisha mengine aweze kufanya aweze kuendelea bwana. Kwa babake kweli alikosea, lakini aliomba msamaha. Mwisho wa siku ni kwamba bidada akafanya akaweza kumsamehe. Na bidada leo hii akamwambia baba, naomba kitu kimoja uweze kunisaidia bwana. Naomba pate kumsaidia mpenzi wangu aweze kufanyaje? Aweze kupata pesa ili aweze kufanya aweze kufungua kampuni yake bwana. Maana ndio hivyo, ni kwamba hapo alipo anahitaji na nini? Anahitaji na pesa bwana. Sasa ni kwa bidada alimwambia mwamba kwa nani? Kwa babake bwana, aweze kufanyaje? Aweze kumpatia chochote kitu ili mshikaji aweze kufanya aweze kufungua kampuni yake na maisha mengine aweze kuendelea bwana. Akamwambia mwanangu, sio na wasiwasi bwana, kwamba hilo swala mimi tayari nimeshalifanyia kazi. Ni kwamba mimi niko tayari kumsaidia Ibuka mpaka pale kampuni yake itapokuwa nini? Itapokuwa sawa bwana. Sasa uweze amini kwamba Ibuka alifly kinoma noma bwana. Maana ndio hivyo kwamba Dingi amesema yuko tayari kuweza kumsupport mshikaji mpaka kampuni yake iweze kuwa sawa bwana. Sasa ni kwamba mshikaji alifly kinoma noma bwana. Alimshukuru mzee kwa kuweza kumsaidia bwana. Sasa mshikaji alipiga hadi magoti. Yaani hakuamini kutoka kwenye umaskini tena narudi kwenye utajiri bwana. Bidanda alienda kumkumbatia babake hadi sio poa bwana. Maana Dingi hapo alipo ana pesa chafu hadi sio poa bwana. Kwa kuweza kuona tatizo kuweza kutoa kiasi chake cha fedha aweze kufanya aweze kumsaidia mshikaji ili mshikaji aweze kuwa na maisha mazuri bwana. Na kama unavyojua kwa Dingi anatambua kwa mshikaji pamoja na bidada wapo kwenye mahusiano bwana. Na Dingi mtoto wake pekee ni nani? Ni bidada. Na bidada pekee ndio mlisi wa hizi mali za nani? Za mtajiri bwana. Basi bwana, ngoja mshikaji aliweza kusaidiwa na Dingi hapa, na mwisho siku ni kwamba kaja kuwa na maisha mazuri kinoma noma bwana. Na mshikaji pamoja na bidada alikuja kuoana, wakaja kuwa na watoto mchere bwana. Na huu ndio mwisho wa picha yetu. Asante kwa nami mwanzo mpaka mwisho. Usisahau kusubscribe, comment na kushare.